Basi kichwa cha mahubiri yetu mchana wa leo ni onyo ambalo ningependa kulitoeni kwenu ninyi nyote, mabibi na mabwana, vijana kwa wasichana, watu wakubwa na watu wadogo. Ninalo onyo moja kulitoa kwenu au kwetu sote, na onyo lenyewe ni hili: angalia sana usiipungukie neema. Angalia sana, yaani chunga sana usiipungukie neema. Sasa zingatia lugha ninayotumia au msamiati ninaotumia. Wala sisemi angalia sana usipungukiwe na neema, maana neema ya Mungu haijawahi kumpungukia yeyote. Kila wakati maandiko yanapoongea kuhusu neema, na haswa tunapozungumzia hapa neema ya wokovu, huwa inazungumziwa katika taswira kwamba neema ya Mungu ni neema inayopeanwa kwa ukarimu sana. Lugha ya Biblia mara kwa mara ni kwamba ni neema inayomiminwa, inapeanwa bila kifani, bila kipimo. Mungu hajawahi kumwaga au kupeana neema iliyopungua. Neema yake siku zote inatosha. Ila onyo langu ni wewe unayejikuta katika mazingira ya neema, hiyo neema ya Mungu iliyomwagwa kwa wingi, angalia sana, chunga sana usiipungukie hiyo neema. Sasa natoa onyo hilo kwa sababu katika maandiko ambayo tumeyasoma tutakumbana na habari za jamaa aitwaye Gehazi, ambaye alijikuta katika mazingira ya neema tele. Lakini licha ya kujikuta katika mazingira ya neema tele, aliambulia kuipungukia hiyo neema. Aliambulia kuipungukia hiyo neema. Nasema hivyo kwa sababu tutaona baada ya kwamba tumeyachunguza maandiko haya ya kwamba Gehazi alikuwa na nafasi nzuri sana, kama historia iliyotangulia ni ya kutuelekeza. Gehazi alikuwa na nafasi nzuri sana ya kuwa nabii maarufu baada ya Elisha. Maana Elisha kabla ya awe nabii alikuwa mtumishi wa Eliya, na alipotwaliwa Eliya, vazi la Elisha likamwangukia, vazi la Eliya likamwangukia Elisha, na Elisha akawa nabii maarufu baada ya Eliya. Sasa hapa tutaona kwamba Gehazi ambaye alikuwa na nafasi ya kuwa nabii maarufu baada ya Elisha, anaambulia kuwa mkoma maarufu baada ya Naamani. Nasema hivi kwa sababu hadithi hii tunayoisoma ni sehemu ya hadithi kubwa ya kuokolewa kwa jamaa aitwaye Naamani. Naamani alikuwa ni mkuu wa majeshi wa jeshi la Shami, ambao walikuwa ni mahasidi wa jadi wa taifa la Israeli. Ni watu wasiomjua Mungu, watu wasio na Torati, watu ambao hawana maagano na Mungu. Ndivyo alivyokuwa Naamani.
Nasoma hadithi yake kuanzia mstari wa kwanza wa Wafalme wa Pili 5. Na huyu Naamani aliyekuwa mkuu wa majeshi wa Shami alikuwa na ugonjwa wa ukoma, na kupitia kwa huduma ya msichana mdogo kijakazi aliyetekwa nyara na majeshi wa Shami, akaletwa kumtumikia Naamani kama kijakazi cha nyumbani. Naamani anapokea habari njema za neema, ambayo katika taifa la Washami habari zile ni nadra. Neema haikuwepo pale kwa njia ya kawaida. Neema ilikuwa inapatikana katika Israeli, maana kule ndio kuna Torati, maagano ya Mungu yote yako pale, manabii wote wa Mungu wanapatikana kule. Taifa la Washami halina manabii, halina maagano, halina Torati, halina ufahamu mkuu wa Mungu. Tungeweza kusema kwamba pale pana ukame wa neema. Lakini pana huyu kijakazi aliyetoka Israeli akawa mtumishi wa Naamani, anamdokezea Naamani habari za neema, na Naamani anaziamini habari zile. Anafunga safari kwenda taifa la Israeli, na akiwa kule anapona ukoma wake. Lakini zaidi ya kupona ukoma wake, Naaman anapata neema kubwa zaidi kupita uponyaji wa mwili wake. Naaman anapata neema ya wokovu. Twajua hiyo ni kweli kwa sababu baada ya kwamba ameponywa kwa kujitosa mara 7 kwenye mto Yordani, mstari wa 15 tunaambiwa kwamba Naaman anamkiri Mungu wa Israeli. Anasema, hakika sasa nimetambua ya kwamba hakuna Mungu ulimwenguni kote ila katika Israeli. So Naaman analetwa na shida ya ukoma, anapona ukoma wake, lakini pamoja na kupona ukoma wake anaponywa moyo wake, anapata wokovu wa nafsi yake. Anamkiri Kristo, anamkiri Mungu wa Israeli. Asa mtu aliyeanza akiwa na ukoma, licha ya kuwa mtaifa, anaambulia kuwa mwokovu, mtu ambaye amepokea neema ya wokovu uletao uzima wa milele. Lakini katika hadithi inayofuatia hiyo, na ambayo ni hadithi ya Gehazi, Gehazi ambaye yeye ni Mwisraeli halisi kwa kuzaliwa, amezaliwa katika mazingira ya neema kubwa, maana ni mwananchi raia wa taifa teule. Torati ya Musa anaijua, maagano ya Mungu anayafahamu. Isitoshe, amepata bahati au baraka ya kumtumikia nabii wa Mungu maarufu wa kipindi kile. Jamaa ameishi katika mazingira ya neema, akiwa pamoja na Elisha, na taraji kwamba Elisha akitoa unabii, Gehazi alikuwa anasikia. Elisha alikuwa akitoa hutuba za mahubiri kuwaeleza watu njia za wokovu, Gehazi alikuwa pale anasikia. Ameishi katika mazingira ya neema kubwa. Lakini hadithi inapotamatika, mwisho wa siku, mtaifa mwenye ukoma anapona ukoma wake,
anapokea wokovu wa nafsi yake. Na huyu jamaa Mwisraeli ambaye amelelewa katika mazingira ya neema anaamulia kurithi ukoma wa Naamani. Hii ndiyo hadithi inayotukabili hapa, na hususan katika maisha ya Naaman tunamwona mtu ambaye maisha yake yote kalelewa katika mazingira ya neema, ila hatimaye akaipungukia neema, na zaidi ya kupungukia neema akaambulia kuwa mwenye ukoma aliye maarufu badala ya kuwa nabii aliye maarufu. So tunaona kuna mabadilishano hapa yanayofanyika. Mwenye dhambi aliyekuwa mbali sana, alionekana kuwa mbali sana na neema ya Mungu, anavutwa na analetwa karibu. Alafu mtu ambaye kwa muonekano wa nje kila mmoja angedhania ya kwamba analoa neema, anatengwa mbali, anaipoteza neema, anaipungukia neema. Na maandiko haya au hadithi hii inapofikia tamati, Naaman anaonekana kuambulia kubeba ile alama kuu ya laana, alama kuu ya kukataliwa kwenye Agano la Kale. Maana tunajua kwenye Agano la Kale mtu aliyekuwa na ukoma alikuwa haruhusiwi kutangamana na watu, alikuwa anatengwa, anawekwa nje. Jamaa ameishi katikati ya neema, lakini hatimaye ameipungukia neema. Hii siyo hadithi ya kipekee katika Biblia ya namna hii. Tunaona mara kwa mara katika historia ya kwamba watu waliokuwa mbali wanaletwa karibu, watu waliokuwa karibu wanasongezwa mbali. Kwa mfano, ipo hadithi kwenye kitabu cha Yoshua, ukisoma Yoshua 2 hadi Yoshua 6 na kuendelea, tunaona kwa mfano jamaa Myahudi aitwaye Akani aliyekuwa karibu sana na neema, anaondolewa mbali kwa kupigwa mawe na nauawa kwa sababu kaiba. Alafu mwanamke kahaba ambaye anaitwa Rahabu analetwa karibu. Mabadilishano hayo, yule alionekana kuwa mbali anavutwa kuletwa karibu, yule alionekana kuwa karibu na neema anaambulia kuwa mbali na hiyo neema. Kuna mifano mingine hata katika nyumba ya mama mmoja na baba mmoja. Katika nyumba kwa mfano ya Isaka, anazaa vijana wawili, na kwa desturi baraka ya kwanza ilikuwa inafaa kuwa kwa kijana wa kwanza. Esau ndiye kijana wa kwanza, lakini katika mambo yale Esau anapoteza baraka ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Badala yake nduguye mdogo aitwaye Yakobo ndiye ambaye anaitwaa baraka ile. Mfano mwingine, katika nyumba ya Yusufu tunaona mwisho wa kitabu cha Mwanzo, ana vijana wawili. Wakati Yusufu anaelekea kufa, nafikiri Yakobo anaelekea kufa, anataka kuwabariki vijana wawili wa Yusufu, anabadilisha mikono. Alafu baraka ya kwanza inamwendea kijana wa pili ambaye alikuwa hafai, na kijana wa kwanza aliyefaa anaikosa ile baraka. Ningeweza kuongeza mifano ya namna hii. Sasa hoja yangu hapa ni kwamba katika Biblia tuna mifano mingi sana ya watu walioonekana kuwa mbali sana na neema ya Mungu, na ambao mkono mrefu wa neema unawavuta na kuwaleta karibu.
na wanapokea baraka ya wokovu. Kwa upande mwingine, ipo mifano ya watu ambao walionekana kuwa karibu sana na neema, wanaonekana kuogelea katika neema, ila hatimaye wanaambulia kuipungukia neema. Nimesema hayo yote ili kukutahadharisha wewe, haswa wewe ambaye kwa neema ya Mungu unajikuta katika mazingira yaliyojaa neema. Inaweza kuwa pengine wewe umezaliwa katika taifa ambalo injili inahubiriwa kwa wazi sana kama Kenya. Yapo mataifa humu duniani ambapo Biblia hairuhusiwi kufunguliwa. Yapo mataifa kwa mfano ya Kiislamu ambapo mtu haruhusiwi kusimama hadharani kama hivi kumtaja Kristo kama mwana wa Mungu. Na kule neema inaonekana kuwa mbali. Lakini huku kwetu Kenya, kila kona unakokwenda jina la Kristo latajwa. Kwenye maredio, kwenye maruninga, kwenye majarida. Neema inaonekana kuwa nyingi sana. Inawezekana pia kwamba pengine wewe umezaliwa katika familia ambayo inajiita familia ya Kikristo, na tangu utotoni mwako wewe unanukuu maandiko, na hiyo ni sawa kabisa. Umeelekezwa katika njia za Kikristo, unalo jina la Kikristo, unaitwa Mary, unaitwa Yusufu, unaitwa Barnaba, unaitwa Yohana. Maisha yako yote umeyaishi pale kanisani, mahubiri umeyasikia mpaka umeyazoea. Mazingira yako yamelowa neema. Inawezekana kwamba kwa neema ya Mungu akatuma watumishi wake kutoka mbali, Uingereza, Ulaya, wakaja hapa. Na mimi najua historia hapo, Uislamu ulikuwa umekithiri sana hapa. Lakini angalau wewe umeishi kwenye kizazi, kwenye kipindi ambapo wapo watumishi wa Mungu ambao wamekuja wakaekeza misheni kama hii. Na siku baada ya siku, wiki baada ya wiki, ujumbe wa msamaha wa dhambi unaopatikana kupitia kwa imani katika Kristo Yesu, Mungu aliyefanyika mtu, akaishi maisha matakatifu, kisha akafa msalabani. Habari zile wewe unazisikia siku hadi siku. Kisha inawezekana hata hauna haja kutembea kwa miguu kuja hapa, pengine unachukuliwa na gari kutoka mlangoni mwako. Basi Mungu amekumiminia neema. Unayo nafasi kama ya Gehazi, yalikuwa ndio maisha yake yale. Sasa nimekuja mimi kukuonya wewe ya kwamba licha ya mazingira yako haya ambayo yamelowa neema, yanaonekana kububujika na kuchuruzika na kila nafasi ya wokovu, maana injili unaisikia tena na tena, inawezekana na kuonya wewe ukapungukiwa au ukaipungukia neema. Nataka nikuonye kwa hilo. Lakini pia kwa hadithi ya Naaman, nataka niwahimize na niwafariji wale ambao wako hapa miongoni mwetu, na wewe mwenyewe ukijiangalia maisha yako hauonekani kwamba ulikuwa ni mtu ambaye uko karibu na neema. Manake kabla hujaja katika kanisa hili, hujaanza kujihusisha na misheni hii, kila kitu katika maisha yako ilikuwa haionyeshi dalili yoyote ya neema. Inaweza kuwa umezaliwa kama Muislamu wewe. Inaweza kuwa pengine wewe umezaliwa na jamii yako ni washirikina. Manake najua ushirikina uko mwingi tu hapa. Umeishi pwani miaka mingi, na ukianda kuanzia wazazi mpaka mababu na manyanya, kuna giza tu.
Hakuna dalili yoyote ya neema. Kama vile Naamani walikuwa na ibada ya sanamu. Pengine wewe kuwa mbali na neema unayaona katika maisha yako binafsi, jinsi ambavyo umeyaishi. Unajua umefanya dhambi, kisha zile dhambi ambazo ulimwengu unashangaa. Maana kama kuna wakorofi mtaani hakuna anayekupita. Kama wapo washerati mtaani hakuna anayekupita. Kama kuna wachawi mtaani hakuna anayekupita. Na maisha yako yamejaa giza kama maisha ya Naamani. Nimekuja pia leo kukufariji ya kwamba neema ya Mungu iliyomvuta Naamani inaweza kukuvuta wewe. Inaweza kukuvuta wewe, ila unapojikuta katika mazingira ya neema kama hii, jitahidi usiipungukie neema. Haya ndio malengo yangu nanyi mchana wa leo. Manake ithibati ya maandiko inaonyesha kwamba wapo wengi waliokuwa karibu na neema wakaipungukia, lakini pia wako wengine ambao walionekana kuwa mbali na neema na Bwana akawavuta. Hadithi ya maisha yako inaweza ikawa kama ya Naaman, na hadithi ya maisha yako inaweza ikawa kama ya Gehazi. Sasa hebu tumwangalie Gehazi, maana ndiye usiko letu la moja kwa moja hapa. Gehazi ndiye mtu ambaye kama nilivyosema alikosa kuwa nabii afuataye maarufu na akaambulia kuwa mkoma afuataye maarufu. Badala ya kurithi huduma ya Elisha akarithi ukoma wa Naamani. Mambo haya yameandikwa kwa kutuonya sisi na kutuelekeza sisi. Hebu kwanza kabisa, na mambo matatu ambayo nitawaeleza hapa, alafu nitaondoka njiani mwenu. Kumuhusu Naamani, kumuhusu Gehazi, kunradhi. Kwanza kabisa, hebu tuangalie mazingira mazito ya neema ambayo Gehazi alikuwemo na alikuzwa ndani. Mambo manne ya haraka ambayo yanaashiria wingi wa neema aliyoishi katikati yake Gehazi. Kwanza, kama nilivyosema, kwa kuzaliwa yeye ni wa ukoo wa kabila la Israeli. Kwa kuzaliwa katika Israeli, Gehazi ni mmoja kati ya kikundi cha watu wanaoonekana kwa nje. Amelelewa na faida zote ambazo watu wanaojihusisha na Mungu wanazo, na imetaja baadhi yao hapa, na Paulo anataja baadhi ya faida hizo kwenye Warumi 9 mstari wa 5 na wa 6. Nasema kwa mfano, Torati anayo, maagano anayajua, hata Kristo Yesu Masihi atazaliwa kutoka katika taifa lake. Jamaa kazaliwa kama Myahudi. Pale neno la Mungu linahubiriwa mara kwa mara, maana Biblia wanayo. Washami hawana Biblia. Washami hawajui angalau kwa njia ya nadharia amri za Mungu, maana zile amri na mafunuo yote ya Mungu yamewekwa katika taifa la Israeli, na Gehazi ni mzaliwa wa taifa hilo. Hiyo ni kazi ya neema ya Mungu. Hebu nikwambie, sikiza, wapi tunazaliwa, lini tunazaliwa, katika familia ipi tunazaliwa, sio masuala ya ajali, ni masuala ya majaliwa ya Mungu. Ikiwa pana nafasi ya kuwepo na misheni kama hii ambayo haihubiri injili potofu ya ufanisi, injili yapata potea,
ila wanazingatia kuyafafanua maandiko visawa. Kuwepo na huduma kama hii hapa katika kipindi hiki si swala la bahati, si swala la ajali, ni neema ya Mungu. Na wewe na mimi tumejaliwa neema hiyo kujikuta katika mazingira haya ya neema. Gehazi amezaliwa katika mazingira ya neema. Tumeshaona katika nafasi ya pili ya kwamba Gehazi sio tu kwamba amezaliwa katika taifa teule, ameletwa karibu sana na chanzo cha mbinu kuu ya neema mikononi mwa Mungu, ambayo ni neno lake. Yeye ni mtumishi wa nabii. Nabii alikuwa ndiye kinywa cha Mungu. Ukitaka kuyajua mapenzi ya Mungu, ni nabii alikuwa anayazungumza pale. Na huyu jamaa amekuwa ni mtumishi wa karibu wa Elisha. Sasa hii ina maana ya mambo kadhaa. Kwanza ya kwamba alikuwa anasikia neno la Mungu mara kwa mara. Katika isimu ya asubuhi alikuwa anasikia neno la Mungu. Katika masomo ya Biblia ya watoto, ya watu wazima, anasikia mahubiri. Katika ibada kuu kama hii anasikia mahubiri. Pengine anatangamana na mchungaji au na wahubiri mara kwa mara. Haya ndiyo maisha ya Elisha. Neno la Mungu linamjia mara kwa mara. Injili inamjia mara kwa mara. Lakini kama mtumishi wa Elisha au mtumishi wa nabii, sio tu neno alikuwa anasikia, bali alikuwa anaziona nguvu za hilo neno zikitenda kazi. Mara ngapi Gehazi amemwona Elisha akifufua wafu? Mara ngapi Gehazi amemwona Elisha akilete chakula mahali hapana chakula? Mara nyingine hata Gehazi mwenyewe ametumwa na Elisha kushiriki katika kutekeleza baadhi ya miujiza hii mikuu. Amekuja karibu sana. Yeye ni mtumishi wa nabii, anatumika katika mikono na maisha ya nabii. Huyu jamaa ninamfananisha na Yuda Iskariote. Yuda Iskariote ni mmoja anayefanana na Gehazi, manake yeye naye ameishi na Bwana wetu Kristo, ambaye ndiye neno aliyefanyika mwili. Ameishi naye, akamwona matendo yake, mahubiri yake. Isitoshe, wakati Yesu anawatuma wanafunzi wake kwenda kuhubiri na kuponya watu, na Yuda Iskariote yuko pale pale anashiriki mambo yale. Watu kama hawa kitabu cha Waebrania 6 kinawazungumzia kwenye mstari wa 4 na kuendelea, ya kwamba wale watu ambao wameishi katika mazingira kama haya ya neema, wakaliona neno la Mungu, wameonja nguvu za ufalme ujao, kisha wakapuuza, watu kama hawa haiwezekani kuwaokoa. Sasa nasema hivi kwa malengo haya, kukuonyesha ya kwamba unaweza ukaishi katika mazingira ya neema ukaonekana kuwa karibu sana nayo, hata pengine ukatumika kama mie ninavyotumika hivi. Nahubiri mchungaji mimi, sio? Au wewe ukatumika kama mwalimu wa Sunday school, au wewe ukatumika kama mpishi, au ukatumika kama chochote kile, na unatumika katika mazingira ya neema. Elisha alitumika, na Yuda Iskariote alitumika vile vile. Asa taabu ya watu wengi ni kwamba wanapojikuta katika nafasi za utumishi,
katika mazingira ya neema, ule utumishi wao unawapofusha. Ule utumishi wao unawapumbaza. Wanasahau ya kwamba sio utumishi, ila ni kazi ya neema katika moyo. Na katika maisha ya Gehazi, neema haikumgusa moyo. Katika maisha ya Yuda Iskariote, neema haikumgusa moyo. Ninakuonya, mojawapo kati ya sababu zinazofanya wengi kuipungukia neema ni kwamba wanapumbazwa na kazi wanazofanya. Ima kwa sababu mimi naimba sana, nafikiri niko salama. Ima kwa sababu napika sana, nadhani niko salama. Ima kwa sababu naongoza hapa, naongoza pale, naongoza pale. Zile shughuli za utumishi zinanipumbaza mpaka ninachelea, ninajizuia, ninaacha kujiuliza maswali magumu ya ubinafsi, ya kibinafsi, kuhusu hali halisi ya moyo wangu. Mara kwa mara Biblia inatuonya kusema yule anayeonekana kusimama na ajiangalie sana asije akaanguka. Paulo anauliza tena na kuhimiza kila mmoja na ajichunguze, ajidadisi, tuone kama kweli tuko katika imani, maana utenda kazi wako unaweza ukakupumbaza, unaweza kukakupofusha, ukakosa kujiuliza maswali. Maandiko yanasema hivi, Mathayo 7:22-23, siku hiyo ya hukumu watakuja wengi na watasema, Bwana, Bwana, si tuliyafanya haya kwa jina lako? Tulitoa pepo, tulitoa unabii, tulifanya miujiza mingi, tukatabiri. Wala Yesu hata waambia kwendeni huko nyinyi warongo. Hapana, maana kweli mambo hayo pengine walifanya, lakini ya kwamba unatumika sana, ya kwamba unafanya kazi sana, haimaanishi neema ya wokovu umeifikia. Usipumbazwe na utendakazi kama alivyopumbazwa Gehazi. Lazima ujiulize katika moyo wako, kabla hujawa mtumishi wa Mungu, je, wewe ni mtoto wa Mungu? Je, wewe ukeshazaliwa mara ya pili? Je, wewe ukeshasamehewa dhambi na makosa yako? Gehazi alikuwa mtumishi wa Elisha na akawa baraka kwa watu wengi. Njia nyingine ya kujipumbaza hiyo, maana kwenye mlango wa 4:26 na 29 Elisha alimtuma Gehazi kwenda kumbariki mwanamke Mshunemu. Kwenye mlango wa 8 tutaona huyo Gehazi anaongea na mfalme kwa niaba ya mwanamke Mshunemu kwa faida yake, na pengine watu waliomzunguka Elisha au waliomzunguka Gehazi walimsifia sana jinsi ambavyo huduma yake inawabariki. Sifa za watu, mapongezi ya watu wanaokuambia jinsi ulivyo mzuri, wewe mtoto mzuri. Hata mama na sikieni watoto, mama yako mzazi na baba mzazi wanapoangalia mtaani wanasema, katika watoto wangu wote aliye na tabia nzuri ni huyu tu. Nikimtuma naenda kanisani hakosi, hili anafanya. Alafu unasahau yale ambayo umefundishwa humu ndani kwamba wote wametenda dhambi, sivyo watoto? Na wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Unaweza ukapumbazwa na pongezi za watu, ukakosa kujiuliza maswali mazito ya moyo wako. Asa Gehazi tunamwona kwenye mlango wa 8, si tu kwamba alikuwa mtumishi wa Elisha ambaye ni nabii. Gehazi alikuwa anatangamana na watu wakubwa. Maana kwenye mlango wa 8 tunamwona kwenye kasri ya mfalme, anaongea na mfalme. Mfalme anamuuliza maswali naye anamjibu mfalme.
na wako watu ambao wanapumbazwa na nasaba zao katika maisha. Mambo yao ya hapo duniani yanaonekana kuwaelea vizuri. Yeye yuko karibu na chifu, yuko karibu na MP, yuko karibu na pasta, yuko karibu na fulani, alafu mambo yale yakampumbaza mtu. Katika haya tunaona mazingira makubwa ya neema ambayo Gehazi aliishi ndani. Jambo la kwanza hilo. Huyu ni jamaa ambaye anaogelea katika mazingira ya neema. Mambo yake kwa nje yote yanaonekana kwenda sawa. Ila jambo la pili, na hilo jambo la pili tukaangalia hapa, kwamba licha ya kuwa katika mazingira haya ya neema, Gehazi alisalia kuwa na moyo mwovu wa kutoamini. Licha ya kuwa katika mazingira haya yanayozungukwa na neema, Gehazi alisalia ndani kabisa ana moyo mwovu wa kutoamini. Hii neema iliyomzunguka haikuwahi kumpenya na kuingia ndani ya moyo wake. Neema ni jambo moja, neema kukuzunguka hivi katika mazingira yako ni jambo tofauti kabisa kwa neema kupenya katika moyo wako. Gehazi, neema haikupenya katika moyo wako. Tuajuaje hili? Tuajua hili kwa sababu kadhaa. Wakati ambapo Naaman ameokolewa kwa njia ya neema, au wakati ambapo Naaman anaokolewa, mchakato mzima wa kuokolewa kwa Naaman ilikuwa inatilia mkazo hoja nzima ya neema, ya kwamba wokovu si kwa matendo, si kwa kununua, si kwa utumishi. Wokovu ni wa neema na unapokelewa kwa imani pekee. Maana Naaman alipotoka kwao kuja kutafuta uponyaji, kwanza amekuja na barua kutoka kwa mfalme wake. Hiyo barua anategemea itamsaidia kupona. Jambo la pili, Naaman anapokuja kutafuta uponyaji, amekuja huku amejibeba kwa mali kede kede. Si nguo, si fedha, sio punda, ili akamlipe mtumishi wa Bwana, na kwa kulipa gharama ile angalau akanunue uponyaji na wokovu. Ndiyo nia yake. Unajua, mara mingi wanadamu wanapomjia Mungu huja kwa dhana hiyo ya kwamba Mungu atanipokea kwa sababu napendekezwa kwake na zawadi nilizoleta, napendekezwa kwake na sala yangu ya toba, napendekezwa kwake kwa utii wangu sana, napendekezwa kwake pengine na utumishi wangu kanisani, au napendekezwa kwake na pongezi za watu, barua ya recommendation, barua ya kuwasilishwa. Naaman anakuja kwa dhana za namna hii. Sasa njia anayotumia Elisha katika kutangamana na Naaman imelengwa kwanza kuvunja kiburi cha Naaman, alafu kumwonyesha ya kwamba mambo ya Mungu hayapokelewi kwa matendo, yanapokelewa kwa neema tu. Ndiyo sababu jambo la kwanza, nabii anakataa hata kukutana naye. Anaposikia kwamba Naaman yuko getini, anamwambia, wewe nenda ukajitose mara 7 kule kwenye bahari au kwenye mto mchafu wa Yordani. Hilo likamkwaza Naaman, maana ana kiburi cha matendo. Mtu kama mimi nimejibeba hili, mbona ananidhalilisha huyu? Lengo la Elisha kama chombo cha Mungu ni kuvunja kiburi cha Naaman. Na mwanzoni Naaman anataka kuondoka arudi kwao, mpaka mjakazi wake anamwambia, kama ungeambiwa ufanye kitu kikubwa si ungefanya tu, umeulizwa kitu kidogo tu, fanya tu tuone kutatokea nini. Sasa kiburi chake kinavunjwa,
anakwenda kuoga kwenye Yordani, alafu anatakasika. Baada ya kutakasika, anakuja kwa mtumishi wa Bwana na anasema, sasa kwa sababu nimepona, chukua zawadi hizi, nataka nilipie uponyaji wangu. Anambia, hasha, hata ndururu yako sichukui. Malengo ya Elisha katika mchakato mzima gani? Kumuonyesha Naaman Mungu wa Israeli anaokoa kwa neema, si kwa kulipa, si kwa kufanya kazi, si kwa utumishi, si kwa sababu watu wanakusifia wewe basi yeye anakukubali. Hapana, yeye anakupatia neema ya bure. Umepokea bure, nenda zako. Elisha anakataa kupokea malipo. Lengo zima ni kutilia mkazo ya kwamba wokovu wa Biblia ni wokovu wa neema upokelewao kwa imani pasi na matendo. Ndio ujumbe ule. Sasa Naaman ameondoka, anarejea kwao. Ameshamkiri Mungu wa Israeli, mstari wa 15. Kwenye mstari wa 17 na 18 ameshajitolea kwamba ibada ya sanamu ameacha, anakwenda zake. Sasa huyu mtumishi wa Elisha ambaye anafaa kuwa anaelewa njia za neema, anamkimbiza Naaman, alafu anachukua pesa kwake, anachukua mavazi kwake. Sasa wewe utajiuliza, kwani kosa lake nini? Sasa kama ningekuwa na muda ningekueleza kwamba katika mchakato mzima huu Gehazi alivunja karibu amri zote 10. Karibu zote 10 alivunja. Lakini katika kitovu cha kosa lake, hata sio katika uvunjaji wa amri hii au ile, kosa kuu la Gehazi ni kwamba katika kukimbizana na Naaman alikuwa anajaribu kubatilisha ujumbe mzito wa neema ambao Elisha ameuwasilisha kwa Naaman. Anatuma ujumbe hapa ya kwamba vitu vya Mungu, wokovu unaweza ukapatikana kwa matendo, kwa kununua. Ndiyo sababu anaporejea na anasema amevunja amri nyingi, kwa sababu kwanza amevunja amri 2 za kwanza ambazo zinahusiana na ibada ya sanamu. Amependa mali kuliko upenda Mungu. Amri 2 za kwanza amevunja. Anapotaka kwenda kwa Naaman anasema, kama Mungu aishivyo nitakwenda kwake nichukue chochote. Anaapa bure kwa jina la Mungu. Amri ya 3 anaivunja kwa kuasi maagizo ya Elisha. Anavunja amri ya 5. Maana amri ya 5, sikizeni watoto, na kila moja, haihusu utii kwa wazazi wa nadharia peke yake, inahusiana na utii kwa mamlaka kwa jumla. Kwa kutompenda Naaman, maana yake anaona uchungu kwamba Naaman anakwenda na hajalipishwa chochote, na huyu ni Mshami. Anamchukia Naaman, ameua. Amri ya 6 kavunja. Anavunja amri ya 8, anashuhudia uongo. Anavunja amri ya 10, anatamani visivyokuwa. Amevunja karibu amri nyingi tu, karibu zote. Lakini katika kitovu cha dhambi ya Gehazi, na tunaona haya katika mstari ule ambapo Elisha anamuuliza kwenye mstari wa 26, je, huu ndio wakati wa kupokea pesa na nguo na mashamba na mbuzi na ng'ombe? Elisha anaangalia sana wakati. Hoja yake kubwa hata sio mapokezi, ni mapokezi katika wakati huu, wakati ambapo ujumbe wa neema unasukumwa. Wewe unaleta ujumbe wa matendo, unaleta ujumbe wa malipo. Na kwa sababu Gehazi anakaribia kupotosha, kufidisisha ujumbe wa neema ambao Naaman anarejea kwao akiwa ameuelewa, kwa kufanya jaribio hilo, Gehazi anaonyesha kwamba yeye mwenyewe moyo wake haujaguswa na neema. Maana hauwezi kama mhubiri kuwahubiria wengine neema ambayo haujaijua.
hawa wahubiri ambao wanahubiri ujumbe wa matendo, fanya hivi, fanya vile, ni kwa sababu neema haijaingia mioyoni mwao. Gehazi anakinzana na ujumbe wa neema, maana yeye mwenyewe hiyo neema haijaingia katika moyo wake. Moyo wake ulibakia kuwa moyo muovu usio na imani. Muda haunasi, lakini hebu angalia katika mambo haya. Ukosefu wa neema katika moyo wa Gehazi unaonekana katika angalau mambo haya matatu. Kwanza, angalia anavyozungumza kuhusu Naaman. Naaman ni nani? Naaman ni mwenye dhambi ambaye keshaokolewa kwa neema. Gehazi anafaa kumwangalia kama ndugu, sio? Anafaa kuwa anamwangalia kama ndugu. Lakini Gehazi anazungumza hivi, anasema, tazama, mstari wa 20, tazama, bwana wangu amemsaza huyu Naaman Mshuri. Badala ya kusema asante Bwana kwa sababu ndugu yangu aliyookoka jana, anasema mbona Elisha amemwacha huyu Mshami aende bila kumtoza chochote. Hoja yangu ni hii: ukosefu wa neema katika moyo wa Gehazi unaonekana katika ukweli ya kwamba hana moyo unaobubujika mapenzi kwa wengine waliopokea neema. Kwa njia hii anaonekana kama yule kijana wa kwanza kwenye ile hadithi aliyotoa Kristo ya vijana wawili, kijana mpotefu na nduguye mkubwa. Nduguye mkubwa, kijana mpotefu, alipookolewa, badala ya ashangilie naye, anaanza kukwazika. Sikia nikwambie, mmoja wapo kati ya alama za mtu ambaye amefikiwa na neema ya kweli, ambaye moyo wake umetolewa katika hali ya kuwa jiwe, amepewa moyo wa nyama, ni kwamba huyu jamaa moyo wake unabubujika upendo kwa watu wengine wa Mungu. Anapenda Wakristo wenzake, anapenda ushirika wa watakatifu. Tumeongea pale asubuhi katika masomo ya watu wazima ya kwamba anataka kujihusisha na kanisa la nyumbani. Why? Kwa nini? Maana anapenda watu wa Mungu. Hakuna anayeweza kudai kuwa yeye ni Mkristo wakati moyoni mwake hana upendo wa dhati kwa Wakristo wengine. Sasa nakupatia vigezo vya kujua kama moyo wako umeonja neema au la. Huyu jamaa tunajua hajaonja neema, maana hana penzi la dhati kwa watu wa Mungu. Yesu akasema, amri hii nawaachieni, mkapendane ninyi kwa ninyi kama nilivyowapenda ninyi. Na katika hili kupendana, watu watajua kuwa ninyi ni wanafunzi wangu. Mkristo wa kweli anawapenda Wakristo wengine, anatafuta mahali waliko Wakristo wenzake. Gehazi hana hiyo. Pamoja na udini wake wa nje, kwake moyoni ushirika bado ni mzigo. Na inawezekana mtu akaja ushirika kweli, lakini moyoni mwake ni mzigo, sio? Maana hapendi. Jambo ya pili ambayo inaonyesha kwamba moyo wake hauna neema ni kwamba jamaa angali anapenda dunia. He loves the world, anapenda dunia. Mbona akamfuata Naaman? Mbona anaitisha mavazi na fedha na mali? Maandiko yanasema tusiipende dunia wala chochote kilichoko ndani ya dunia. Alafu tunaambiwa vilivyoko ndani ya dunia ni vitu gani? Tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha maisha. Yote haya hayatoki kwa Mungu, yanapatikana katika dunia. Sasa huyu jamaa angali ana udunia ndani yake. Hakuna kule kuondoka, kule kuachana kimsingi baina yake na dunia. Moyo wake ungali unachumia mambo ya hapa tu. Kanisani anakwenda, jina analo la Kikristo, mahubiri anayasikia, lakini ukiangalia mkondo mzima wa maisha yake anaipenda dunia kuliko kumpenda Mungu.
Utajuaje kama unapenda dunia kuliko kupenda Mungu? Hebu angalia wakati ambapo panakuwa na ukinzani kati ya Mungu na mambo yake, alafu na dunia na madai yake. Moyo wako unaelekea wapi? Moyo wako wewe unaelekea wapi? Asa jamaa huyu moyo wake ungali umeegemea katika dunia, anapenda mali ya Waashuri. Ni Myahudi ambaye moyo wake unaishi Ushami. Naaman alikuwa ni Mshami ambaye baada ya kuokoka anakwenda kwao shingo upande, mpaka anaambia Elisha, niruhusu angalau nibebe kidogo udongo wa Israeli niwe nayo kule. Mtu aliyeokoka moyo wake umetengana na dunia. Naaman ametengana na dunia, anapenda udongo wa Israeli. Gehazi anaishi Israeli, lakini anapenda udongo wa Washami. Inaweza kuwa wewe uko hapa na katika muonekano mzima wa nje unaonekana Mkristo, lakini katika moyo wako unajua dunia ingali imekutawala. Unaipenda dunia kuliko kumpenda Kristo. Hiyo inadhihirisha ukosefu, utomvu wa neema katika moyo. Jambo la tatu na la mwisho katika ishara za ukosefu miaka yote ametumika katika Mana Bible Church au Gospel Mission Church. Nimekutana na hawa watu wengi katika miaka 9 iliyopita kwenye madarasa yangu Mombasa. Nakaa na watu kuwahoji,
na saa zingine 60%, 70% wanaambulia kwamba wamekuwa wachungaji, kazi ya neema haipo. Ashukuriwe Bwana, baadhi yao hupatwa na neema wakiwa darasani. Unaweza ukawa katika mazingira haya, mama, mzee, mtoto, na ukayafanya yote haya wanayofanya watu, lakini moyo wako ungali katika hali hii. Neema ya msalaba hajakufikia. Roho Mtakatifu hajafungua moyo wako ukapata kuzaliwa mara ya pili. Mlilie Bwana leo. Maandiko yanasema anayemtafuta Bwana kwa moyo wake wote atampata. Lakini kwanza lazima ukubali kwamba hali yako ndio hii. Jambo la mwisho, Gehazi siku yake ya hukumu ilifika. Aliishi hivi miaka yake yote, lakini siku yake ya hukumu ilifika. Na tunaiona katika mstari wa 27, mahali ambapo anaambiwa, kwa sababu umeishi katika mazingira ya neema, wala hukuifikia neema, umeipungukia neema, na moyo wako unadhihiri haya. Sasa basi 27, ukoma wa Naamani utakushika wewe na kizazi chako milele. Akaondoka mbele za mtumishi wa Bwana, akawa na ukoma. Ghadhabu ya Mungu. Tunaambiwa akawa na ukoma kwenye kizazi chake milele. Hiyo inaashiria taswira ya hukumu ijayo, hukumu ya mwisho, hukumu ya milele. Na ni hukumu ambayo hapa inawapata watu ambao haungedhania kwamba hukumu yenyewe ingewapata. Ni watu ambao wameishi maisha yao makanisani. Ndiyo jambo la kuofisha, rafiki yangu. Ndiyo jambo la kuofisha wewe uliyezaliwa katika nyumba ya Kikristo, wewe ambaye umehudhuria mbinu hizi za neema miaka nenda miaka rudi, alafu siku ya hukumu inafika na unaambiwa kwamba ukoma wa Naamani utadumu nawe milele. Afadhali yule ambaye alikuwa kule nje anaweza kaelewa, lakini wewe utasema nini? Yesu anatoa mifano kama hii. Mathayo 25, wanawali 10 wote wamekwenda kumlaki bwana harusi. 5 wapumbavu, 5 wajinga. Dakika ya mwisho kinaeleweka. Yesu anatoa mfano mwingine kwenye Mathayo 22, nafikiri. Watu wamealikwa kwenye karamu ya harusi, wanakuja kwa wingi, wanaingia, lakini baadaye bwana mwenye harusi anaingia kuwakagua wageni wake. Anampata mmoja hana vazi la harusi, na anamuuliza, na wewe umeingia vipi hapa? Yesu anatoa katika moja ya mifano yake, Mathayo 13, ya kwamba mtu mwema alipanda ngano zake kwenye shamba. Watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu yakamea, na ngano ikawa inafanana na ngano kwa mwonekano wa nje. Yesu anasema, wacheni, kitaeleweka siku ya mwisho. Sikia, hiyo siku inakuja na ni upesi kuliko unavyofikiria. Ya Gehazi ilifika, akawa mrithi wa ukoma badala ya kuwa mrithi wa afisi ya nabii. Jamaa ameipungukia neema. Wako watu wengi ambao wananisikia mchana wa leo ambao ni kama Gehazi. Na ninapoongea hivi wewe unajua, manake wewe unajua moyo wako ulivyo. Kama unawapenda watu wa Mungu unajua. Kama unafanya kuwavumilia tu pia unajua. Kama unapenda ushirika unajua. Kama unavumilia tu ushirika kwa sababu ya shinikizo za watu pia unajua. Ikiwa kipaumbele chako katika yote unayoyafanya sio Mungu na ufalme wake, ni dunia na anasa zake, unajua. Mimi sijui, huyu mzee hajui.
Wewe unajua. Unapolala kitandani mwako usiku, unaangalia paa ya nyumba yako, vitu vinavyojaza akili yako. Wewe unajua kama ni mawazo ya mbinguni na uzima wa milele, unajua. Lakini kama ni mambo ya dunia hii ndiyo ambayo yanakuongoza, ndiyo ambayo yanakusukuma, wewe unajua na Mungu anajua. Unaweza ukawahadaa watu hapa, lakini siku inakuja ilimfikia Gehazi, itakufikia wewe. Kuwepo karibu na mbinu za neema haimaanishi kwamba neema hiyo imepenya. Na ikiwa uko hapa mchana wa leo na unaangalia maisha yako na unamuona Gehazi humo, habari njema kwako ni kwamba nafasi ingalipo, bado haujachelewa. Mtafuteni Bwana, maandiko yanasema, maadamu anapatikana. Mwiteni wakati angali yu karibu. Yesu anasema, njooni kwangu enyi nyote mlemewao na kusumbukao na mizigo, nitawapumzisha. Anasema, nira yangu ni nyepesi, mzigo wangu ni laini. Wapo watu waliokaa karibu na neema wakaambulia bure. Walikuwepo wezi wawili na Bwana. Damu ya hutakasa watu na dhambi zote. Hao jamaa inawezekana kwamba walipokuwa wanasulubiwa, damu ya nadharia ya Kristo ilikuwa inawarukia. Na yule mwizi wa kwanza, Kristo hapa anakufa kwa ajili ya wenye dhambi. Yuko hapa kando yangu. Hakuna mtu kati yangu mimi na yeye. Mimi niko hapa, Kristo yuko hapa, anakufa kwa sababu ya dhambi zangu. Wakati Kristo anasema Eloi Eloi lama sabaktani, anasikia. Wakati Kristo anasema Baba yangu wasamehe maana hawajui wasema, anasikia. Angali aliambulia jehanamu maana alimtukana Kristo. Lakini yuko mwingine katika hali kama ile ile ambaye alifikia neema. Aliona neema na akanyosha mkono akasema, Bwana, nikumbuke utakapokuja katika ufalme wako. Na hivyo ndivyo vinavyokupasa wewe kufanya. Wacha kujifanya kanisani, usitosheke ya kwamba wewe unahudhuria. Nyosha mkono, fikia neema kwa imani. Mwambie Bwana, najua mimi nimekuwa katika nafasi ya Gehazi, lakini asante maana leo nimesikia habari wakati ningali na wakati. Nikumbuke unapokuja kwenye ufalme wako. Nihurumie mimi mwenye dhambi. Yesu alimgeukia akasema kwamba amin, amin nakwambia. Na si watu wengi Yesu aliwaongelesha hivyo. Huyu mwizi wa pili ni mmoja. Leo utakuwa pamoja nami katika paradiso. Na wewe unaweza ukasikia maneno kama hayo, lakini ukiyapuuza maneno haya unayosikia leo, ukiipuuza sauti hii, basi utakuwa kama Gehazi ambaye aliipungukia neema. Ninaonya tena mara ya mwisho, angalia sana usiipungukie neema. Maana hata sasa neema hiyo ipo. Neno la Mungu li karibu nawe, haliko mbali, li kinywani mwako. Ukikiri kwa kinywa chako na ukaamini katika moyo wako Yesu ni mwana wa Mungu, amefufuliwa kutoka kwa wafu, amekufa kwa ajili ya dhambi na makosa yako, na ukamlilia kwa dhati, anasikia. Wacha michezo ya kanisa, wacha michezo ya dini, wacha mazoea ya kusema nimezaliwa na kulelewa hapa pale. Hapana, mwite Yesu kibinafsi. Jihadhari, angalia sana, chunga sana usipungukie neema kama alivyopungukia neema Gehazi. Pengine uko hapa na wewe ni kama Naaman na unadhani kwamba uko mbali sana na neema. Neema ambayo Gehazi aliipuuza, hiyo neema ndiyo ambayo ilimvuta Naaman kutoka nchi ya Shami akamleta huku. Na hiyo neema
iko wazi kwa ajili yako. Dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama damu, Kristo ataziosha uwe mweupe kama pamba.